Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni na duniani, kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo imetukusanyisha tena pamoja, na upendo wa Mungu Baba umetukusanyisha tena pamoja, na ushirika wa Roho Mtakatifu wa Mungu Baba umetukusanyisha tena sisi pamoja, na sisi kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tumekusanyika. Ibada tulio nayo ni ibada ya kumaliza wiki kwa jina la Yesu na kuanza wiki nyingine tena kwa jina la Yesu, tukiwa na ufahamu kabisa ya kwamba hapa tulipofika ni mkono wa Mungu umetufikisha. Amen. Kwa hiyo tunamrudishia Mungu Baba yetu wa mbinguni shukrani na utukufu. Hatustahili kugusa hata sehemu ya utukufu wake. Tulipovuka, hatukuvuka kwa akili zetu. Tulipovuka, tuliposhinda, hatukushinda kwa uweza wetu, bali ni kwa Roho wake Mtakatifu na nguvu zake aliye juu zimetuhatamia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tunaufahamu pia kwamba hatuwezi kusogea hata hatua moja bila msaada wa Bwana. Kwa msaada wa Bwana Mungu wa majeshi tunayatenda makuu, tunaruka ukuta. Kwa msaada wa Bwana tunawakanyaga watesi. Kwa msaada wa Bwana tunafika Mungu alipotukusudia kufika. Hatuogopi, tunasonga mbele, tunasimama tena. Amen. Ikiwa tuliinama tunasimama tena. Ikiwa tulijikwaa tunasimama tena. Ni kwa msaada wa Bwana tunafika. Ninayesema nayo ni Mama Elwa, Jesus is the way. Imani yako yote weka kwa Mungu na kwenye neno lake ambalo latosha kabisa kukuokoa. Na ujumbe ambao Roho Mtakatifu ameuachilia katikati yetu unasema ya kwamba shinda kifungo cha kujiwazia mawazo mabaya, na pia kusimamiwa na mawazo mabaya ya watu wengine. Yaani shinda hichi kifungo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tafungua ibada hii kwa maombi. Asante Bwana Yesu kwa kuwa umetenda. Fadhili zako ni za milele na uaminifu wako ni mkuu. Wewe ni Mungu uliyesema katika neno lako ya kwamba kabla watoto wako hatuja kuomba umetusikia. Amen. Na pale tunapoanza kuomba, Baba yetu wa mbinguni umetujibu. Nasi tunakushukuru kwa majibu yako yaliyo amina na kweli, yaliyo ndio. Baba, katika jina la Yesu, ni mimi mtumishi wako Bwana. Umenipa tena nafasi hii. Neema yako imenisimamisha katika nafasi hii. Baba, sistahili kugusa hata sehemu ya utukufu wako. Hakuna Mungu mwingine zaidi yako. Pokea sifa na utukufu na shukrani. Ni wewe Bwana umetufikisha leo hii tena. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo litukuzwe. Tazama Baba, ninaingia kwenye kiti chako cha rehema na neema katika jina la Yesu, nikiwa nimeibeba damu ya sadaka ya agano jipya la damu ya Yesu katika jina la Yesu, nakiwa nimelibeba kanisa lako hili, wateule wako, watoto wako, kondoo wako katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa, wapo walio wa kwako Bwana Yesu. Ndivyo neno lako linavyonihakikishia. Basi Bwana, ninaingia nao kwenye madhabahu yako matakatifu, kwenye kiti cha rehema na neema, nikiitanguliza damu yako ya sadaka, kwa kuwa Bwana hatuna wema wa kutosha dhambi zetu kuziosha. Ni kwako Bwana Yesu tunainama, ni kwako Bwana Yesu tunakuja kwa damu yako ya agano jipya. Nakusihi rehema, msamaha wa damu yako juu yangu mimi mtumishi wako, mtumwa wako. Msamaha wa damu yako Yesu juu yangu mimi mtoto wako. Msamaha wa damu yako Yesu popote nilipokosa, iwe ni kwa mawazo, iwe ni kwa maneno, iwe ni kwa matendo, kwa jinsi yote ile Baba nilipokukosea, naomba msamaha, unisamehe. Unisamehe dhambi, unisamehe makosa, unioshe kwa damu yako takatifu ya agano jipya. Kwa damu yako Yesu ufute kabisa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Sante Baba kwa kunisamehe. Sante Roho Mtakatifu wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu ndipo sasa ninasimama nikitubu kwa ajili ya wateule wako wa Bwana. Kondoo wako Baba, umesema walio wako wataisikia sauti yako na kuifuata. Baba, ninakusihi umsamehe Baba huyu, mama huyu, kijana huyu, binti huyu, watoto hawa, wazee hawa, wasamehe wao na familia zao. Msamaha wa damu yako takatifu Bwana usiwapungukie. Kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo wamekukosea, na damu yako Yesu naomba ikapate kupita sasa na kuwasafisha. Safisha mioyo yao, roho zao, nafsi zao. Safisha njia zao Bwana, ukadhihirike we Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, katika agano la damu yako takatifu ninawazamisha kwenye kijito cha utakaso, ni damu ya Yesu. Nazama kwenye kijito cha utakaso, ni damu ya Yesu. Asante Bwana Yesu kwa msamaha huu.
Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lizidi kutukuzwa milele. Tazama Bwana, ni saa nyingine tena hii Baba, katika jina la Yesu tunasogea mezani pako. Roho Mtakatifu wa Mungu, tunahitaji kula na kunywa mezani kwa Bwana Yesu. Basi Roho Bwana ukadhihirike, ukatuatamie, mfunue Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Kupitia ibada hii Baba, jina la Yesu Kristo lipate kutukuzwa, na neno lako Baba ulilolikusudia likapate kututoa kwenye maangamizo yetu yote, kwa jina la Yesu Kristo, maana ndivyo ulivyoahidi Bwana. Unalituma neno lako linatutoa katika maangamizo yetu yote Baba, katika jina la Yesu. Nikinyunyiza damu Yesu kwenye fikra zetu, mawazo yetu, mioyo yetu, Biblia zetu, damu ya Yesu. Ninaamuru kila fikra ipate kumtii Kristo sasa, kwa jina la Yesu. Nikiangusha mawazo na elimu zote zinazojinua juu ya elimu ya Mungu ndani na nje yetu, kwa jina la Yesu Kristo. Roho wa Bwana Yesu tufinyange katika nafasi ya kulipokea neno la Mungu kwa unyenyekevu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sante Bwana Yesu, kwa kuwa ni mwema sana, kwa maana fadhili zako ni za milele. Sante Yesu, na popote ibada inapopita, ninafunika ibada hii kwa damu ya Yesu Kristo. Makusudi na mapenzi yako Baba yakapate kusimama. Hakuna silaha yote itakayojiinua itakayofanyika juu yetu na kufanikiwa, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu lisimamie kusudi lako, uweza na nguvu zako Baba zikadhihirike sasa, kwa jina la Yesu Kristo, juu ya maisha ya kila mmoja wetu, katika jina la Yesu. Uweza na nguvu zako zilizopo katika neno lako, Roho Mtakatifu wa Mungu ukadhihirike. Tembea Bwana, tembea Roho Mtakatifu. Wewe ni Roho wa Mungu aliye hai, ni mto unaotembea, katika jina la Yesu. Ukafurike sasa, katika jina la Yesu, na jina la Bwana Yesu Kristo litukuzwe milele na milele. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Shinda kifungo cha kujiwazia mawazo mabaya na kifungo cha kusimamiwa na mawazo mabaya ya watu wengine. Kumbuka kuna pointi mbili. Kuna kifungo cha wewe mwenye kujiwazia mabaya na kuacha maisha yako kusimamiwa na mawazo mabaya ya watu wengine. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ili usonge mbele na ufike mahali Mungu Baba alipokukusudia kufika, lazima ushinde jambo hili. Lazima ushinde kifungo hiki, mtoto wa Mungu. Na hapa duniani wapo wanadamu ambao wanawaza mawazo mabaya juu ya wengine, yani hawa wapo. Kwa hiyo hii ni vita ambayo tunakutana nayo kila siku, kila wakati. Wanadamu walioko mbali, wanadamu walioko karibu. Kwa hiyo ni lazima ujue hichi kifungo kipo na hii roho ipo, na lazima upate kuishinda. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Mtoto wa Mungu, kwa nini unajiwazia mabaya wakati Mungu Baba aliyekuumba anakuwazia mema? Ukitafakari hii sentensi utajishangaa wewe mwenyewe. Na pia ukitafakari kwamba kwa nini unayapa nafasi ndani ya moyo wako mawazo mabaya ya watu wengine kusimamia maisha yako. Yani kwa nini? Why? Kwa sababu ukitafakari hii, yani utajishangaa mwenyewe kwa nini wakati Mungu anakuwazia mema wewe unajiwazia mabaya. Wakati Mungu anakuwazia mema unaruhusu mawazo ya watu wengine kusimamia maisha yako, kukurudisha nyuma, kukuangusha. Neno hili liko hapa lipate kukuokoa katika jina la Yesu. Mungu analituma kwenye maisha yako sasa. Sikiliza mtoto wa Mungu, kuishi kwa kusimamiwa na mawazo mabaya unayojiwazia au mawazo mabaya unayowaziwa na watu wengine ni kifungo kikubwa sana, na ni kifungo kibaya sana sana sana. Ninakwambia hili kwa sababu mimi mwenyewe kilinitesa sana hichi kifungo, na kwa muda mrefu kilinitesa. Lakini ninamshukuru Mungu Baba aliyeniokoa na kunitoa kwenye kifungo hichi. Ndio maana leo hii kwa neema ya Mungu, Mungu anayegeuza mapito ya watu wake kuwa ushuhuda, nipo hapa kama ushuhuda. Amen. Ushuhuda ulio hai kukufundisha hili ili wewe usizunguke mlima huu ambao mimi niliuzunguka, ili wewe ushinde mlima huu katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na wewe ambao hujaingia kwenye mlima huu, neno hili kufungue upate ufahamu
usiangamie kwa kukosa maarifa katika jina la Yesu. Mfano, labda nikuambie, ukiwa kwenye kifungo hichi, hata uhubiriwe neno la Mungu lenye upako gani, lenye faraja gani, ni ngumu moyo wako kulipokea hilo neno. Yaani ukiwa kwenye kifungo cha maisha yako kusimamiwa na mawazo yako mabaya, au kusimamiwa na watu mawazo ya watu wengine mabaya, mawazo mabaya ya watu wengine kusimamia maisha yako. Yaani kama mtu anakuwazia wewe utashindwa, na wewe umejiwekea hivyo hivyo, unasimama na lile neno kushindwa. Ukiwa kwenye kifungo hichi, hata uhubiriwe neno la Mungu lenye upako gani, lenye faraja gani, ni ngumu moyo wako kulipokea hilo neno. Kwa sababu gani, Mama Ena? Kwa sababu ndani yako kunakuwa kumejaa mawazo yaliyo kinyume kabisa kabisa na mawazo anayokuwazia Mungu. Yaani mfano, wewe unajiwazia kushindwa, kwa hiyo unajikuta katika hali hiyo, moyo wako utasukumia mbali lile neno ambalo Mungu analituma kwako. Kile cha Mungu kinasukumiwa mbali. Kwa hiyo ndani yako kinabaki kushindwa. Hichi ni kifungo kibaya sana. Na adui shetani naye atakuchelewesha hapo ili usipige hatua. Na Roho Mtakatifu wa Mungu akusaidie. Mfano mwingine, labda watu wanakuwazia uanguke. Mungu wa mbinguni anakuwazia uwe imara, usonge mbele. Kwa hiyo kushinda kwako na kufika kwako kwenye hatima yako kutategemea ndani yako unatembea na wazo la nani. Wazo la hao watu wanaokuwazia wewe uanguke usifike, au utasimama na wazo la Mungu. Sasa ukiruhusu yale mawazo ya watu mabaya kusimamia maisha yako, au wazo lako wewe mwenyewe baya, kumbuka naongelea mawazo mabaya, kusimamia maisha yako, utajikuta unachelewesha hatima yako. Wewe mwenyewe unachelewesha hatima yako. Wewe mwenyewe unachelewesha kusudi la Mungu Baba aliyokusudia juu ya maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu wakati Mungu Baba anakutarajia upige hatua mpya, wewe bado umesimama na wazo la jana, wazo la juzi. Wewe bado unalia vilio vile ambavyo ulisikia vikao wamekukalia, wamekusengenya. Mawazo yale, maneno yale yamekuingia, unashindwa kusonga mbele. Wewe bado unasimama na mawazo ya watu wengine ambao wanakuwazia mabaya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kifungo hichi pia, mtoto wa Mungu nisikilize, kinaweza kukusababishia ukajiona haufai, ukajiona hauwezi, ukajiona haustahili. Na wakati unajiona hivyo, kumbuka muda unaenda, maisha yanaenda resi. Muda unaenda, umri unaenda. Tena wengine ukiangalia kushoto kwako kulia kwako wanasonga mbele hivyo. Wanaomtumikia Mungu wanazidi kumtumikia Mungu. Amen. Wanaoifanya kazi ya Mungu wanazidi kuifanya kazi ya Mungu. Wanaoendelea wanazidi kuendelea. Wewe umebaki hapo unaongozwa na mawazo ya jana, ya juzi, mawazo mabaya ya watu ambao yanasimamia maisha yako. Na shetani akijua hilo eneo linakuangusha wewe kila wakati. Kila wakati utalisikia neno, nikwambie. Kila wakati watakuja wambea kukwambia neno. Sasa na kila wakati utashangaa ndani yako kuna roho katika ulimwengu wa kiroho ambazo hazionekani, lakini zinakusukuma we kujiwazia mabaya. Kwamba hapo huwezi kufika. Umeanguka, huwezi kusimama tena. Umemkosea Mungu, hii hakuna msamaha. Yaani ni mawazo mabaya ambayo yanachelewesha hatima yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ninakwambia hii mifano ni halisi kwa sababu mimi nimepita kwenye kifungo hichi na Yesu ameniokoa. Na wewe leo unakwenda kuokolewa kwa neno hili. Kwa sababu gani? Kwa sababu Roho wa Mungu ameniambia niliseme ili watoto wake wapate kuokolewa. Kwa ufupi, hiki ni kifungo kibaya sana. Kwa wale ambao wanapita hapa wananielewa vizuri sana. Na neno la Mungu hili leo likutoe kwenye hao maangamizo katika jina la Yesu. Sasa nifanye nini? Nifanye nini ili nishinde hii hali? Nitakupa hatua hapa ambazo nimezifanyia kazi, mimi nimevuka. Na huko sitorudi tena. Na wewe uvuke na usirudi tena. Cha kwanza, lazima ujitafakari na ujue
tatizo la kukwama kwako ni mawazo ya moyo wako. Yaani lazima ili ujue kwamba mimi mbona kila wakati nikikaa najiwazia mabaya, ni mawazo ya moyo wako au ni mawazo ya watu wengine ambao yanatofautiana kabisa na anayokuwazia Mungu Baba. Yaani ili kifungo kipate kukuachia, lazima ujue kwamba una kifungo. Yaani huwezi kwenda kwa dokta kama ujue kwamba yaani kuna kitu kinakuuma. Kwa hiyo yaani kuna hiki kitu lazima ujue kwamba mimi kuna kitu hakipo sawa. Mbona kila wakati nahubiriwa neno la Mungu linakuwa yaani nakuwa sisogei, nakuwa yaani lile neno nalisikia nalifurahia, lakini bado nikitoka hapo kama Mungu kasema ataniokoa, bado nawaza kutokuokolewa. Sijui unanielewa? Yaani Mungu kakuwazia uzima, wewe bado unawaza sijui nikisafiri na hili gari nitapata ajali. Mawazo mabaya ambayo yanachelewesha hatima yako, yanakufanya usifike, yanakufanya ukate tamaa. Kwa hiyo cha kwanza lazima ujue kwamba unacho hichi, yaani hili tatizo lipo na inanipasa nilishughulikie kiroho sio kimwili. Yeremia 17 mstari wa 9. Ninasema pointi ya kwanza ni hii. Kwanza lazima ujitafakari na ujue tatizo la kukwama kwako ni mawazo ya moyo wako na mawazo ya watu wengine ambayo yanatofautiana kabisa na kile anachokuwazia Mungu Baba yako. Yeremia 17 mstari wa 9, neno la Mungu linasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vyote, una ugonjwa wa kufisha. Yaani moyo huwa ni mdanganyifu kuliko vyote. Kwa hiyo moyo wako, kwa neno hili, moyo wako au mioyo ya watu wengine au mawazo ya moyo ya watu wengine au mawazo ya moyo wako yanaweza yakawa madanganyifu, yakadanganya na yakaua hatua za maisha yako. Neno la Mungu linasema una ugonjwa wa kufisha, moyo wa mdanganyifu kuliko vyote unavyojiona, na una ugonjwa wa kuua. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo lazima ujue. Na Isaya 55 mstari wa 8, neno la Mungu linatuambia, Bwana Mungu anasema hivi, mawazo yangu sio mawazo yenu. Kwa hiyo mawazo yako wewe sio mawazo ya Mungu. Alafu Mungu anasema wala njia zangu si njia zenu, asema Bwana. Yaani lazima uwe na ufahamu unachojiwazia wewe au anachokuwazia watu wengine ni tofauti na anachokuwazia Mungu Baba yako. Hii ni hatua ya kwanza kabisa ya uponyaji. Yeremia 55 mstari wa 9, neno la Mungu linasema, asema Bwana, kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Umeona? Yaani mawazo yetu sisi ni tofauti, yaani tofauti na Mungu anavyotuwazia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo usiruhusu mawazo ya wanadamu mabaya eti kukufanya uwe ukose mudi siku nzima, unakaa una huzuni, umejifungia. Kisa tu kuna wazo limekujia ndani au umesikia watu wanasema hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo lazima hii ni hatua ya kwanza uitambue. Hatua ya pili ni hii. Cha pili, lazima kila siku uamkapo na ulalapo, utembeapo, lazima usimame na neno hili la Mungu kwa kuliweka moyoni mwako. Uliamini hili neno ambalo nakwenda kukwambia sasa. Ulitafakari hili neno mpaka liwe juu ya mawazo hayo mengine yanayosimamia maisha yako, kurudisha nyuma maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tafakari hili neno la Mungu mpaka hili neno lizidi hayo mawazo. Kumbuka haya ninayokuambia mimi nimeyafanyia kazi, yamenitoa kwenye hicho kifungo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yeremia 29 mstari wa 11, hili ndilo neno la kupasa usimame nalo kila wakati. Neno la Mungu linasema, Mungu Baba yetu anatuambia hivi, maana ninayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Yaani mtoto wa Mungu, ninalala, ninaamka, ninatembea, ninajua kwamba hivi ndivyo Mungu Baba yangu wa mbinguni ananiwazia mimi. Anasema nayajua mawazo ninayokuwazia wewe Mama Eli, ni mawazo ya amani wala sio mabaya, kukupa tumaini siku zako za mwisho.
Yaani Mungu Baba anakuwazia mema. Amka, tembea, lala, tafakari neno hili. Kwa hiyo haijalishi wengine wananiwazia nini. Jambo moja tu ninajua ya kwamba Mungu Baba yangu ananiwazia mawazo mema. Yaani mimi kwa neno hili nimemshinda nalo shetani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sababu kila alipokuwa, kwanza nilipojigundua nina shida na hili jambo, na Roho wa Mungu alinifunulia hili neno. Ninakwambia kila shetani alipokuwa anajaribu kuyaingiza yale mawazo yake, nilikuwa na ya punch na hili neno. Hakika nimeshinda. Sasa haijalishi watu wanakuwazia nini. Kumbuka Mungu Baba anasema mawazo anayokuwazia wewe ni mawazo ya amani, anakuwazia mipango mema, anakuwazia mipango ya ushindi, na zaidi ya yote amekukusudia kukufanikisha kesho yako kuifanikisha. Haleluya. Kwa sababu hiyo kwenye maisha yangu mimi, swala la kufeli halipo, swala la wasiwasi halipo, swala la wasiwasi wa kesho halipo, swala la kushindwa halipo kwa jina la Yesu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ninajua, ninaamini, nimetambua ya kwamba Baba yangu wa mbinguni, ambaye ndio muumba wa mbingu na nchi, ambaye ndio mwenye last say ya maisha ya mwanadamu, ndio mwenye maamuzi ya mwisho kwenye maisha ya mwanadamu, amesema Mungu wangu ya kwamba ananiwazia mawazo ya amani, ananiwazia mawazo ya ushindi, ananiwazia mipango ya ushindi. Tena anasema wala sikuwazii mawazo mabaya. Sasa kama Mungu ananihakikishia haniwazii mawazo mabaya, hayo mawazo ya binadamu yatanipeleka wapi? Hayo mawazo mabaya ya wanadamu yatanipeleka wapi? Hayatonipeleka popote, hayana mshiko. Tena Mungu ameniambia kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Siku yangu ya kesho Mungu ananipa matumaini. Amen. Matumaini, yani mafanikio. Ukisoma hili neno kwa Kiingereza ndio utalipata vizuri. Anasema I know the plans. Yani anajua mipango ambayo ametupangia sisi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mipango ya kutufanikisha siku zetu za mbeleni. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Na zaidi ya yote nimekwambia Mungu amekusudia kukufanikisha kesho yako. Kwa sababu hiyo kwenye maisha hakuna kufeli hapo. Yaani niko hapa kukwambia hili neno la Yeremia liamini kama lilivyo, lichukue liwe lako, ili kila wazo baya linapokuja litamke neno hili. Mimi binafsi nilikuwa na hali mbaya sana, hali ya kuona kutokusonga mbele. Ndipo Roho wa Mungu katika pito hili, Roho wa Mungu alinifunulia hili neno. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na nilikuwa kitandani akanifunulia hilo neno. Nakwambia hivi, na nilijua kabisa nilijua kabisa Mungu anazungumza na mimi kiasi cha kwamba nilijua neno lake ndilo linanijibu niliokuwa na yawaza wakati huo. Sasa ndugu yangu, mimi nilitafakari hili neno usiku mzima. Bwana Yesu apewe sifa sana. Usiku mzima nilitafakari hili neno. Kufika asubuhi nilijiona kabisa nimevuka, niliona kabisa ule mzigo uliokuwa umenilemea haupo tena, na mpaka leo hii nimepona. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo sina jinsi ambavyo ninaweza kuelezea, lakini utaona tu mabaya unayojiwazia na hata yale mabaya wanaokuwazia wengine hayana mshiko ukisimama na neno hili. Hayana pointi tena, hayana pa kusimamia tena. Utayadharau na kusonga mbele kwa sababu umejua aliye juu anakuwazia mema. Mbingu zinakuwazia mema. Ninasema hivi, muumbaji wa mbingu na dunia anakuwazia mema. Mwanadamu atakuwa, wazo la mwanadamu lina mshiko gani kwenye maisha yako? Wazo baya la mwanadamu, kama Mungu anakuwazia mema. Nasema hivi, aliye juu, Mungu mwaminifu, anakuwazia mema. Je, mwanadamu na wazo yake ni nini mbele zako? Na Roho Mtakatifu wa Mungu akusaidie sana. Hatua ya 3. Kila ukisimama na kuomba, endelea kumshukuru Mungu Baba kwa neno lake hilo la Yeremia. Mfano,
Mwambie Baba, asante kwa kuniwazia mipango mema, mawazo mema, mawazo ya amani, mawazo ya ushindi, mawazo ya kunifanikisha. Baba Mungu, nakushukuru kwa sababu unaniwazia kunifanikisha siku zangu za maisha yangu yote. Hakika Bwana Yesu, ndani yako mimi ninazidi kwenda, ninazidi kuishi na kuwa na uhai wangu. Kwa hiyo unamshukuru Mungu kwa neno hilo la hatua ya pili la Yeremia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yaani mimi niko hapa kukwambia ushindi ni wako. Hatua ya 4. Sasa mimi binafsi nilivuka kwenye hatua hizo 3. Nilikuwa nishamaliza, nimeshinda. Kwa sababu nina imani sana na sauti ya Mungu iliyomo kwenye neno lake. Mimi hapo nilikuwa nimemaliza. Sema kwa wale matomaso wale, au wewe ukiona umefanya hatua hizo 3 bado unajiona haujavuka, fanya maombi ya vita ya kushinda mawazo yote ya kishetani yanayojiinua ndani yako, yaliyo kinyume kabisa na elimu ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana, kwa sababu umeshapewa mamlaka juu ya jambo hilo. Yaani sisi tumepewa mamlaka juu ya mawazo yote yanayojiinua juu ya elimu ya Mungu. Tumepewa mamlaka tuitumie ili tushinde hayo mawazo. Kwa hiyo ukiona hujavuka kwenye hizo hatua 3, usijisikie vibaya, fanya maombi ya vita. Inamaanisha kwamba hizo roho zimeng'ang'ana na zenyewe. Kwa hiyo fanya vita, maombi ya vita. Na maombi haya utasimama na Wakorinto wa pili ule mlango wa 10 mstari wa kuanzia ule wa 3. Neno la Mungu linasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo, unaisikia hiyo, na kila kitu kilichoinuka juu ya elimu ya Mungu. Amen. Na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Tuna uwezo, tuna mamlaka, tuna silaha. Tukiangusha mawazo, ya kuangusha mawazo na kila kitu, tuseme wote, kila kitu kilichoinuka juu ya elimu ya Mungu, tuna uwezo wa kukiangusha. Kwa nini? Kwa jina la Yesu. Alafu tuna uwezo pia wa kutamka kwa jina la Yesu, tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Teka nyara fikra zote ndani na nje yako zimtii Kristo kwa jina la Yesu. Angusha mawazo yanayojiinua juu ya elimu ya Mungu ndani na nje yako kwa jina la Yesu. Kwa hiyo tunaona yapo mawazo yaliyo kinyume kabisa na mapenzi ya Mungu, mawazo yanayojiinua juu ya elimu ya Mungu, na neno la Mungu linatuambia inatupasa kwa jina la Yesu Kristo kuyaangusha hayo mawazo na kuteka nyara fikra zote na kuziamuru kwa jina la Yesu zimtii Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hili ndilo neno la Mungu. Damu ya Bwana Yesu ikufunike na izidi kukushindia usonge mbele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unajua nini, mtoto wa Mungu? Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. Mungu Baba wa mbinguni anakupenda. Usikubali uongo wa shetani. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya. Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilize furaha yangu. Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Sababu hii namtumikia, namsifu yeye siku zote. Sababu hii namtumikia, namsifu yeye siku zote.
Sikilizeni furaha yangu, Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya! Mungu ni pendo, apenda watu. Wapendwa, Mungu ni pendo, watupenda. Sikilizeni furaha yangu, Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya! Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Sababu hii namtumikia, namsifu yeye siku zote. Haleluya! Bwana Yesu apewe sifa sana. Akaja Yesu kuniokoa, yeye kanipa kuwa huru. Sikilizeni furaha yangu, Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya! Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikiliza, wewe ni special sana mbele za Mungu. Wewe ni special mno mbele za Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Yesu ni Bwana. Nina dada yangu mpendwa wangu, huwa ananitamkia hili neno kila wakati. Ananiambia wewe ni special sana mbele za Mungu. Kwa hiyo na mimi nakutamkia kwa jina la Yesu, jitambue wewe ni special sana mbele za Mungu. Mungu akubariki sana. Na kwa wewe ambaye hujampokea Bwana Yesu, haujampokea Bwana Yesu, kumbuka hili ndilo pendo. Neno la Mungu linatuambia, kwa maana jinsi Mungu Baba aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa wewe ambaye hujampokea Bwana Yesu, kumbuka unavyotuona sisi, tuna ujasiri huu tulio nao, tuna furaha tulio nayo, kwa sababu kuna pendo la Mungu ndani yetu ambalo tumekubali kulipokea, ambao ni Bwana Mungu alimtuma mwanawe mpendwa Yesu Kristo, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na niko hapa kukwambia njia ya kwenda mbinguni ni Yesu Kristo, hakuna njia nyingine. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unaweza ukamaliza siku zako hapa duniani ukazikwa vizuri sana na wanadamu, lakini njia yako je, umekwenda wapi? Kwa wewe ambaye uko tayari kumpokea Bwana Yesu, kupokea uzima huu, tutaomba pamoja maombi haya. Sema: Bwana Yesu, nimelisikia neno lako, ninakuja kwako Baba. Bwana Yesu nakupenda. Bwana Yesu nakupenda. Bwana Yesu nakupenda. Ninakuomba Baba, unisamehe dhambi zangu zote, kwa maana leo hii ninarudi kwako na mizigo yangu yote ya dhambi na uovu na makosa yangu yote, mimi niliyoyafanya na waliofanya walionitangulia, wazazi wangu na mabibi na mababu zangu. Bwana Yesu, na ukimbilia msalaba wako katika jina la Yesu. Bwana Yesu, na kuomba unisamehe, usihesabu maovu yangu, usihesabu makosa yangu. Naomba damu yako sasa inisafishe kabisa, moyo wangu, roho yangu, nafsi yangu na vyote vilivyomo ndani na nje yangu. Bwana Yesu, ninakufungulia mlango wa maisha yangu. Ingia na Roho wako Mtakatifu, ingia na ufalme wako, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu, ninakuamini kwamba ulikuja duniani kwa ajili yangu, ukafa, ukafufuka kwa ajili yangu, upo hai milele kwa ajili yangu. Bwana Yesu, ninaamini kabisa wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Asante Bwana Yesu kwa uzima wako wa milele ulioingia ndani yangu. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Umesema nikija kwako hutonitupa nje kamwe, wala hutoacha mtu
yoyote wala kitu chochote wala chochote kinitoe kwenye mikono yako. Sante Bwana Yesu, kwa kuwa mimi ni wako na wewe ni wa kwangu milele na milele, katika jina la Yesu na katika agano la damu yako takatifu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakuomba unijaze kwa Roho wako Mtakatifu sasa, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tunaendelea na maombi na kwenda kuombea ujazo wa Roho Mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, sante Bwana Yesu kwa kila mmoja aliyesema ndio kwako. Sante kwa uzima wako Roho Mtakatifu wa Mungu umeingia ndani yetu sasa, katika jina la Yesu Kristo. Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu wa Mungu jaa. Bwana Yesu, tuna kiu Baba, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi mwana wa Mungu aliye hai. Kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu wa Mungu jaa ndani ya watoto wako wa Baba. Kwa jina la Yesu Baba, naendelea kufungulia mlango kama walivyokiri wamekufungulia we mlango Baba. Katika jina la Yesu natamka ujazo wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sante Bwana, sante kwa uzima wako ndani yetu. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lihimidiwe na kutukuzwa milele. Baba, katika jina la Yesu tunaungana wote tukisema asante kwa kuwa tumeimaliza wiki hii Bwana, kwa utukufu wa jina lako. Tulipopita Baba, tumepita kwa uweza na nguvu zako, nasi tunafungua vinywa vyetu tukisema asante. Kila mmoja afungue kinywa chake na kumshukuru Mungu. Tunakushukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, kwa kuwa wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Sante Bwana Yesu, tumeona ushindi wa damu yako takatifu kwenye kila hatua za maisha yetu. Umetushindia vita vya siri na vya wazi. Umetuokoa na kutusimamisha tena pale tulipokuwa tumeingiza kuchoka na kuinama. Baba, asante kwa kutufuta machozi. Baba, asante kwa uhai tulio nao unaotoka kwako. Sante kwa neno lako la uzima lenye kutuokoa usiku na mchana. Sante kwa Roho wako Mtakatifu aliye msaidizi wetu. Baba, tunalibariki jina lako takatifu. Tunaimaliza wiki hii kwa jina la Yesu. Tumeuona wokovu wako Baba yetu wa mbinguni. Hatustahili kugusa hata sema utukufu wako. Tunajua ni wewe umetutendea yaliyo makuu yasiyoweza kusimulika Baba. Fadhili zako na rehema zako na uaminifu wako ni mkuu. Shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Tunakushukuru Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, kwa kuwa wewe ni mwema sana, kwa maana fadhili zako ni za milele. Sante kwa msamaha wa damu yako takatifu, damu ya Yesu yenye kutuhesabia haki usiku na mchana. Sante Bwana Yesu kwa damu yako yenye kufuta hati zote za mashtaka za ule mwovu adui shetani. Baba, tunakushukuru. Tumeuona wokovu wako juu yetu, juu ya ndugu zetu Baba, juu ya miji na mataifa tuliopo, tuliotoka, takaoingia. Tumeona amani yako Bwana. Tunazidi kuliinua jina lako na kuzidi kujimimina kwako. Asante Roho Mtakatifu. Ufalme ni wako Baba Mungu, na nguvu na utukufu milele yote. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninawamwagia watoto wako wa damu yako takatifu. Kwa jina la Yesu nawafunika kwa damu yako takatifu. Wote Baba, tunakwenda kuikanyaga wiki nyingine tena kwa mamlaka kuu ya damu ya Yesu. Na kila tunachokifanya kwa mawazo, maneno, matendo, tunayafanya wote kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu nawafunika wateule wako kwa damu yako takatifu. Asiwepo wa kuanguka, asiwepo wa kurudi nyuma, katika jina la Yesu. Mkono wako Mungu upitao mikono yote ukawatetee kwa jina la Yesu, ukawafungulie ile milango ambao Bwana Yesu, ambao kwa akili zao za kibinadamu waliona kama haitofunguka. Lakini Bwana, kwa mkono wako wenye nguvu, Baba Mungu, ninakuomba mkono wako sasa Bwana ukaingilie kati kwa jina la Yesu, kwa kuwa imeandikwa hakuna jambo lolote lilo gumu la kushinda. Baba, katika jina la Yesu, mema yako Baba yakaambatane na wateule wako, kwa kuwa hawa ni kondoo wako. Kwa jina la Yesu, usipotee hata unywele wao mmoja, sawa sawa na ahadi ya neno lako Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nasema asante. Kiu ya kutafuta uso wako Bwana ikazidi sana ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo. Mungu unayeonekana ni wewe, Mungu uliye karibu ni wewe. Ninawafunika kwa damu ya Yesu, ninakufunika kwa damu ya Yesu, mtoto wa Mungu. Kwa jina la Yesu, simama, uingiapo na kutoka ukabarikiwe kwa nguvu ya jina la Yesu. Naimwagia kazi ya mikono yako damu ya Yesu ikabarikiwe kwa jina la Yesu Kristo, na jina la Bwana Yesu Kristo likatukuzwe kupitia kila hatua maisha yako,
katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Damu ya Yesu ikufunike. Na Mungu Baba akikupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi. Kumbuka neno la Mungu ni msingi, dumu kwenye neno la Mungu. Amen. Ukishaokoka, dumu kwenye neno la Mungu. Jumlisha 255, karibu tujifunze neno la Mungu kwa namba hizi. Jumlisha 255 718 293144, na namba nyingine ni jumlisha 255 769 145925. Damu Yesu kufunike katika jina la Yesu. Amen.